Wakazi wa Mang'oto wilayani Makete waishukuru serikali kwa kuwaunganishia umeme ikiwa ni mara yao ya kwanza kupata huduma hiyo. Na katika michezo, programu maalum ya kusaka vipaji vipya kwa wachezaji na makocha wa mchezo wa tennis kwa wenye ulemavu maarufu kama tennis viti mwendo imeanza hapo jana jijini Dar es Salaam ikishirikisha zaidi ya wachezaji 110. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako na Mikisa Mwipiana. Tutaanza na taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo. Karibu sana. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imeipongeza Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa usimamizi mzuri wa fedha takriban shilingi milioni 219.7 zilizotumika kwenye ujenzi wa ghala la kuhifadhia malisho ya mifugo wilayani Mpwapwa huko Dodoma. Tupate taarifa zaidi. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Deodatus Mwanyika mara baada ya kuiongoza kamati yake kukagua ghala hilo ambalo kukamilika kwake kutaifanya taasisi ya utafiti wa mifugo nchini TARIRI kuhifadhi zaidi ya marobota 1030 kwa wakati mmoja, tofauti na hapo awali ambapo maghala yake yaliweza kuhifadhi marobota 1014 pekee. Huko nyuma mlikuwa mnazalisha marobota 1014 ya malisho na mengine yalikuwa yanawekwa nje, kwa maana ya kwamba tulikuwa na maghala madogo ya zamani. Sasa kwa fedha zilizoletwa, capacity au uwezo wa ghala kuweka malisho zaidi umekuwa mkubwa. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono hayo. Jambo hili linawasaidia wakulima na wafugaji wetu. Kwa upande wake, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji, mbali na kushukuru kamati hiyo kwa kuidhinisha bajeti iliyowezesha ujenzi wa ghala hilo, umeliahidi Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kusimamia fedha zote zinazozinishwa wizarani hapo ili kuongeza tija kwa wafugaji na wavuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni washukuru pia kwa kutupitishia bajeti milioni 219 na senti kadhaa ambazo zimeweza kufanya hii kazi kubwa mliofika na kuiona leo hii. Hakika tunawashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Tulipowaletea mapendekezo mliyapokea, mkajadili na mkapitisha, na leo hii tena mmekuja kuangalia kipi ambacho tumefanya kupitia bajeti hiyo. Awali, mkurugenzi wa malisho na rasilimali za vyakula vya mifugo Dr. Asimwe Ruiguza alisema kuwa mradi huo utasaidia upatikanaji wa malisho kwenye kituo hicho cha kipindi chote cha mwaka, kulinda ubora na kupunguza upotevu wa malisho hayo kutokana na kukosekana sehemu sahihi ya kuhifadhia. Lengo la mradi huu ni kuhifadhi malisho katika kituo cha TARIRI Mpwapwa na kuongeza uwezo wa kuhifadhi malisho hayo kutoka marobota 1014 hadi kufikia marobota 1030 ili kuwezesha uwepo wa malisho katika kipindi chote cha mwaka, lakini pia kulinda ubora wa malisho hayo pamoja na kupunguza upotevu wa malisho unaotokana na ukosefu wa sehemu ya kuhifadhia, na hasa katika kipindi cha masika. Haji Bwegege, Channel 10. Wakazi wa kata ya Mang'oto wilayani Makete mkoani Njombe wameunganishiwa umeme kwa mara ya kwanza, ambapo wametoa shukrani zao kwa serikali na kusema hatua hiyo italeta mabadiliko makubwa katika maisha yao na kuwasaidia kuboresha shughuli zao za kiuchumi, ikiwemo kuanzisha viwanda vidogo vya kusaga nafaka. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Patrick kutoka huko Njombe. Ambapo umeme ulikuwa hamna, tulikuwa tunawahi kufunga. Sasa hivi tunauza mpaka saa 5, saa 6 kwa sababu umeme upo. Tunashukuru ulivyokuja, watu walianza kujipanga kwa kuweza kufunga mitambo ya umeme ya kusaga. Tunashukuru toka hiyo 2024 hatujaendelea tena kutumia mashine zile za awamu ya kwanza za mafuta. Hawa ni baadhi ya wakazi wa Mang'oto wakieleza furaha yao baada ya kupata umeme, wakisema huduma hiyo imerahisisha shughuli zao za kila siku, huku zahanati ya kijiji cha Mang'oto nayo ikinufaika kwa kuwezesha utoaji bora wa huduma za afya. Kwa sasa mgonjwa akifika tu atasajiliwa kwa kutumia mfumo, atawekewa vipimo, lakini chanjo zetu awali tulikuwa chanjo haziwezi kutunzwa kwa sababu umeme tulikuwa hatuna. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini ikiongozwa na mwenyekiti wake Dr. David Matayo David imetembelea kata ya Mang'oto kukagua miradi ya umeme
imetembelea kata ya Mang'oto kukagua miradi ya umeme vijijini inayotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA na kupongeza juhudi za serikali katika kusambaza nishati ya umeme kwenye maeneo ya huduma za kijamii. Tunampongeza sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweka umeme, kuhakikisha kwamba sasa zahanati hii sasa ina vyombo vyake vyote vya electronics vinafanya kazi kutokana na umeme uliowekwa na serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo tunafurahi sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, hongereni sana. Umeme kukatika mara nyingi pia tumelipokea. Changamoto ile ambayo ilikuwepo, niliambiwa kwamba transformer zilikuwa zimeungua. Jambo la msingi kabisa kama kumewafikia wananchi wengi ambao zamani umeme ulikuwa anasa, lakini sasa hivi umeme imekuwa ni bidhaa muhimu kwa maisha ya Watanzania. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na juhudi ziendelee. Kwa upande wake mkurugenzi wa REA Mhandisi Jones Oroto amesema kuwa upatikanaji wa umeme katika kata ya Mang'oto sio tu kwamba umeimarisha huduma za afya na biashara, bali pia umewapa fursa vijana kujiajiri. Kuna vijana bodaboda wengi wako kwenye eneo ambalo wanafanya uchomeleaji na wanakiri kabisa kwamba kama isingekuwa ni umeme basi wao usingejipatia kipato. Nikiripoti kutoka kata ya Mang'oto, wilayani Makete, mkoani Njombe, ni mimi Michael Patrick, Channel 10. Katika kuhakikisha kuna kuwepo na utunzaji wa mazingira wakati wote katika maeneo ya vyanzo vya maji, Bodi ya Maji Bonde la Rufiji imepanda miche 550 ya miti inayotunza maji katika kingo za mto Ruaha Mdogo ili kusaidia juhudi endelevu za urejeshwaji wa uoto wa asili kwenye maeneo hayo, huku lengo likiwa ni kupanda miche 200,000 kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025. Akizungumza wakati wa zoezi hilo la upandaji wa miche ya miti kwa ushirikiano kati ya RUWASA na IRUWASA, mkurugenzi Bodi ya Maji Bonde la Rufiji Florence Mahai amesema upandaji wa miti katika kingo za mto Ruaha Mdogo ni muhimu, kwani ndio njia pekee iliyo rahisi ya kurejesha uoto wa asili katika maeneo hayo ambayo ni nyeti kwenye dhana pana ya utunzwaji wa mazingira. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kazi ya kupanda miti kwa ajili ya kurudisha na kuimarisha uoto wa asili kwenye kingo za mto Ruaha Mdogo. Katika mpango kazi wetu kwa mwaka huu wa fedha, bodi imejipanga kupanda miti 200,000. Meneja wa RUWASA wilaya ya Iringa Exaud Gumbo amesema uoto wa asili utasaidia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa maji ambayo ni muhimu kwa ustawi wa jamii. Lakini pia utunzaji wa uoto wa asili utatusaidia kutunza vyanzo vya maji. Na sisi kama RUWASA tunatumia vyanzo vya maji kwa ajili ya kusambaza maji kwa wananchi. Yaani kazi ya RUWASA ni kusambaza maji safi na salama kwa wananchi. Sasa ili tusambaze maji safi na salama, lazima tuwe na vyanzo vya uhakika. Tulichokifanya hapa leo ni alama tu, lakini tukiamini kabisa kwamba jamii imeona inatakiwa kuiga kile ambacho tumekifanya leo. Mwanzo wa leo uwe mwanzo sasa wa hii utunzaji wa uoto, urudishaji wa uoto wa asili, hasa katika maeneo ambayo uoto wa asili umeharibika. Wananchi wamepokeaje zoezi hilo na wana mtazamo upi kuhusu utunzwaji wa mazingira? Sisi tunao kama wananchi tumefurahi sana kushiriki ili kuzuia hili janga na kutengeneza mazingira yetu yawe mazuri zaidi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Shirika la Umeme Tanzania mkoa wa Ruvuma limewatoa hofu wawekezaji na wafanyabiashara mkoani humo ambao wanahitaji kuwekeza kwenye viwanda vya kuchakata mazao kwa lengo la kuyaongezea thamani, kwani shirika hilo lina mitambo yenye uwezo wa kuzalisha umeme megawati 72 huku matumizi ya mkoa yakiwa ni megawati 24. Mwanahabari wetu Dita Nyoni anaarifu zaidi. Akiwakaribisha wawekezaji mkoani hapa, meneja wa TANESCO mkoa Mhandisi Elesius Muhelela amesema mitambo ya shirika hilo ni mikubwa, hivyo inahitaji wawekezaji wenye uwezo wa kuwa na viwanda vikubwa. Huku meneja wa CRDB tawi la Songea Ruahichi Minja amesema tayari wameanza kutoa mikopo kwa wafanyabiashara ambao wanania kuanzisha viwanda. Tuna matumizi yetu ya mkoa wa Ruvuma ni kama megawati 24, lakini uwezo wa mitambo yetu mpaka tunapoongea sasa ni megawati 72. Na kama sio haitoshi, serikali mpaka kwa sasa tunapoongea najenga mradi mkubwa bilioni kama 152 wa kupeleka line ya msungu wa kilovoti 220 katika wilaya Tunduru. Wakina mama, vijana na wale wafanyabiashara wadogo
CRDB kupitia taasisi tanzu ya CRDB Foundation tumekuwa tukitoa mikopo midogo midogo kwa ajili ya kuwawezesha. Kuna watu ambao tunaweza kuwapa mikopo kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 30 kupitia eneo hilo. Akizungumza kwenye baraza la biashara mkoa, mkuu wa mkoa Kanali Ahmed Abbas Ahmed amesema mkoa umekuwa ukichangia pato la taifa kwa 33.8 kupitia sekta ya kilimo, hivyo kuwepo kwa viwanda vya kuongeza thamani ya mazao, pato la mkoa linaweza kuongezeka. Lakini tungekuwa tuna process mahindi kupata unga, sembe na dona, ndani ya mahindi hayo kupata mahindi yale madogo madogo watu wanaita mahindi ya kande ambayo yanauzwa huko madukani kwenye package. Lakini ndani ya mahindi hayo kupata mabaki kwa maana ya pumba kwa ajili ya vyakula vya mifugo na nini. Maana yake mkoa hili pato tunalolisema la 7.17 trillion a year lingekwenda zaidi ya hapo kwa only one sector ya kilimo. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Mabaraza yanayosimamia haki za watumiaji wa huduma mbalimbali yametakiwa kuzingatia sheria na wajibu ili kulinda, kutetea na kusimamia haki za watumiaji wa huduma hizo bila kuvunja sheria. Wito huo umetolewa mwenyekiti wa LATRA CCC Augustus Tungo mkoani Morogoro wakati akizungumza na wadau wa mabaraza mbalimbali na kuhimiza juu ya umuhimu wa kulinda haki za watumiaji wa huduma pamoja na kuheshimu haki za watumiaji wa huduma hizo. Ni rai yetu kuwa haki na wajibu au haki hizi za mtumiaji zinapaswa kuheshimiwa na kuendelea kulindwa, na tuna kanuni mbalimbali ambazo zinatuongoza katika kusimamia hizi haki za watumiaji. Hata hivyo, haitoshi kwa sheria peke yake na kanuni kuwepo. Sisi kama CSOs, sisi kama washiriki tunao wajibu wa msingi wa kuzitetea na kuzilinda hizi haki za watumiaji. Ndugu washiriki, kwa upande wake mwenyekiti wa jukwaa la watumiaji wa huduma mbalimbali Daudi amesema mabaraza hayo yanatoa uelewa mpana kwa wadau na wananchi namna ya kutoa na kupata huduma bora, huku baadhi ya wadau wakatoa maoni yao. Tunaamini tutakuwa tuna uelewa wa pamoja wa mabaraza haya yanafanya nini, na ninyi pia mtaweza kuwa mabalozi wetu. Na ndio maana wakati tunafikiria jinsi gani ya kuelekea kilele hiki siku ya leo, tukaona ninyi ni wadau wakubwa sana kama azaki za kijamii ili kuweza kushiriki nanyi katika haya ambayo tunayafanya kwa ajili ya maisha endelevu ya watumiaji. Vyombo kwa kweli vinatimiza wajibu wake, lakini bado kuna haja ya elimu iendelee kutolewa kwa watumiaji, hasa wa mawasiliano wa chini. Kwa sababu vyombo vipo, lakini jamii bado hawana elimu zaidi ya kutumia hivi vyombo. Lakini pia vyombo hivi pia ukienda kutoa taarifa zao, nao pia wana sehemu ya kupeleka hizo taarifa. Kwa hiyo wakati mwingine turahisishe katika haya mabaraza katika uwasilishaji wa taarifa, lakini pia wa mrejeo wa taarifa zile na changamoto ambazo zinaenda katika hivi vyombo vya mabaraza haya. Kumekuwa tukipata changamoto mbalimbali, lakini kuna wakati hatujui kwamba wapi twende tukapeleke malalamiko yetu. Kwa hiyo leo ni siku hii ni muhimu sana kwa Watanzania na hususan makundi maalum, hasa watu wenye ulemavu katika kuwasilisha malalamiko yao. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amewataka wanafunzi wa kike kujiamini katika kufikia malengo walionayo, huku akiwahakikishia kutokuwepo kwa vikwazo vyovyote ikiwemo vitendo vya ubaguzi hapa nchini. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Kauli hiyo anaitoa wakati akiwa mgeni rasmi kwenye mahafali 23 ya kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya wasichana St. Christina iliyopo jijini Tanga, ambapo anawasisitiza wanafunzi hao kujiamini kutokana na elimu walioipata. Sasa hivi watoto wa kike tuna nafasi nzuri, sio kama zamani. Na katika kipindi ambacho nyinyi mnahitimu, Tanzania imebarikiwa na kuwa rais mwanamke. Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anayafanya mengi makubwa, mazuri ndani ya taifa letu na nje ya taifa letu. Sasa asingepita huko mlikopita, ingekuwa ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunategemea kutoka kwenu, tutapata marais wajao, tutapata wakuu wa mikoa, tutapata wakuu wa shule na viongozi mbalimbali. Na hapa msisitizo ukawekwa kwa walimu kufundisha kwa bidii
ili kuendelea kufanya vizuri kwenye matokeo ya mitihani ya wanafunzi. Ari mlionayo na malengo ambayo mnajiwekea kwamba malengo kila mwaka mtakuwa na division 1 ngapi and so on, single digit and so on. Tunaomba ari hiyo iendelee kusudi jina la shule yetu liweze kuendelea kujulikana kimkoa na kitaifa. Kuendana na ukuaji wa sayansi na teknolojia katika kutoa elimu, tunatumia smart boards katika kuwafundishia watoto wetu hapa St. Christina, lakini pia tunatumia projectors na whiteboard pale ambapo mwalimu anataka kufafanua concept yote ambayo anaitoa kwa wanafunzi. Pia mwaka 2024 wanafunzi wetu wa science wanne waliweza kupata Samia Scholarship. Oye! Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imeeleza miaka minne ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa imekuwa ni miaka yenye neema, tija, mafanikio pamoja na maendeleo, ambapo katika kipindi cha miaka minne halmashauri hiyo imeweza kuongeza mapato ya ndani kutoka shilingi bilioni 42 hadi kufikia bilioni 76. Akizungumza na Channel 10 wakati akielezea mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mstahiki meya wa Kinondoni Songoro Mnyonge amesema miradi mingi imetekelezwa ikiwemo ya ujenzi wa miundombinu, afya na elimu. Lakini kwenye elimu ya msingi, Mheshimiwa Rais ametusaidia. Sisi hapa tulikuwa tuna changamoto kati kwenye elimu ya msingi na sekondari. Kila mwaka tulikuwa tukifika mwezi Desemba, halmashauri inasimama, tunajadili namna gani tutawapokea wanafunzi wanaomaliza shule ya msingi wanakwenda kuanza sekondari. Tulikuwa tuna uhaba wa madarasa, tulikuwa tuna uhaba wa vyoo, tulikuwa tuna uhaba wa madawati ya kusomea watoto, ya kukalia watoto wetu. Lakini Mheshimiwa Rais baada ya kuingia kupitia fedha zile za uviko alifanya maajabu makubwa. Tuliletewa fedha nyingi na zenyewe ni takriban bilioni 3. Tumejenga madarasa ambayo hivi ninavyozungumza kila mwaka tumeshaondoa sisi katika bajeti zetu fedha kwa ajili ya kujenga madarasa. Aidha, Songoro pia akaelezea mafanikio ya kisiasa ambapo ameelezea falsafa ya 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan zilivyoweza kuleta mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini, huku mwanasiasa mkongwe ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu mkoa wa Dar es Salaam Idi Hassan akielezea mafanikio ambayo wananchi wanatakiwa kuyazingatia, ambayo yameelekezwa kila mtaa, kata na wilaya na hata mkoa. Yapo mafanikio makubwa yametokana na 4R. Kuna wakati tulikuwa tusikilizani, hatuaminiani, hatupendani, lakini tumerudi, tumekuwa kitu kimoja. Leo mwanasiasa wa Chadema anaweza kaja hapa ofisini kwa meya akazungumza na mimi akiwa na jambo lake akasema hivyo. Tuna DCC, yani ile tunasema District Consultative Council, baraza la ushauri la wilaya. Baraza lile linaundwa na vyama vyote vya siasa. Chadema wamo, NCCR wamo, Kafu wamo, vyama vyote vyenye usajili wa kudumu. Kwa hiyo tunapojadili maendeleo ya wilaya yetu sasa hivi mambo yamekuwa ni tofauti. Kwa kitendo cha kukamilisha miradi ile mikubwa, kwa kweli Mama Samia amefanya kazi kubwa mno. Na kama Watanzania kwa kweli sidhani kama tunadai naye, yeye tunafikiri ndo anatudai Watanzania kwa kile ambacho amekifanya. Mradi wa SGR manufaa yake tumeyaona. Tayari reli inakwenda Morogoro, lakini inakwenda Dodoma, na ameongeza sasa itafika mpaka nchi nyingine za jirani zetu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana amefanya. Lakini kikubwa kingine ambacho amekifanya ni wakati anachukua nchi, ukiacha miradi mikubwa hiyo, lakini kwa kuna madeni. Kuna madeni kwenye mabenki ya kibiashara. Na yale madeni ya benki ya kibiashara yalikuwa na ukomo lini wao umemaliza, na kama kumaliza linaweza kutokea lolote. Kwa hiyo mama alibeba hilo lote na akaweza kulipa yale madeni yote. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wanafunzi waliowahi kusoma chuo cha biashara cha Shinyanga Shaicom wamemkabidhi Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia mradi wa ukarabati wa mabweni mawili katika chuo hicho uliogharimu ya zaidi ya shilingi milioni 124
kufuatia uwepo wa changamoto ya uchakavu wa majengo ya chuo hicho. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu John Mponeja kutoka huko Shinyanga. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ukarabati wa majengo hayo, katibu wa kamati ya Shaicom Alumni Marathon Josta Mukaira amesema fedha za ukarabati wa majengo hayo zimetokana na mbio za Shaicom Marathon zilizofanyika mwaka jana. Tunapokabidhi mradi huu wa ukarabati wa mabweni haya ulioanza Novemba 11, 2024 umegharimu shilingi milioni 124,275,892. Kazi iliyofanywa na Suma JKT. Tunaamini kuwa serikali kwa kushirikiana na uongozi wa chuo utahakikisha uimara na utunzaji sahihi wa miundombinu. Mkurugenzi msaidizi wa mafunzo ya walimu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Huruma Mageni, amesema wanafunzi wa zamani wa chuo hicho cha Shaicom ni mfano wa kuigwa nchini. Usimamizi wa vyuo vya walimu hivi viko 35 kwa sasa ambavyo vinafanya kazi ya serikali, na cha 36 bado kinategemea kianze mwaka huu. Na kama mlivyosikia historia hapa, hiki kilianza mwaka 65. Kwa hiyo vingine kuna chuo kimeanza mwaka 1922, vingine 28. Unaweza ukaona ni kwa kweli vimeanza kufanyaje? Vimeanza kuchoka, vinahitaji ukarabati wa hapa na pale mkubwa tu. Maana hali iliyokuepo ilikuwa inatisha kidogo. Dari zilikuwa zinahatarisha kabisa uhai wa wanachuo humu ndani. Ila tunawashukuru uwepo wa Shaicom Alumni, baada ya kuja umetusaidia kukarabati mabweni. Hata kama mnavyoona mazingira yetu yanapendeza sana. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, mkurugenzi wa rasilimali watu kutoka wizara hiyo Sebastian Inosh anasema serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatambua na kuthamini mchango wenu mkubwa katika kuinua viwango vya elimu nchini. Hakika mcheza kwao kutuswa. Tunakumbuka kuwa chuo chetu kimekuwa kitovu cha kutoa elimu bora kwa walimu wanaohitimu hapa na kwenda kuhudumu sehemu mbalimbali nchini. Kwa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kujifundia, mmewasaidia si tu wanafunzi wa sasa bali pia vizazi vijavyo. John Mponeja, Channel 10, Shinyanga. Na mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Programu maalum ya kusaka vipaji kwa Programu maalum ya kusaka vipaji kwa wachezaji na makocha wa mchezo wa tennis kwa wenye ulemavu maarufu kama Tennis Vitimwendo imeanza hii leo katika viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam, ikishirikisha wachezaji zaidi ya 110 kutoka shule maalum za msingi na sekondari. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo mapema hii leo wakati wa programu hiyo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya tenisi kwa watu wenye ulemavu Salumu Riziki ameeleza namna programu hiyo inavyoendelea na umuhimu wake kwa taifa. Ya kuwalenga target sasa zile shule za msingi ambazo zenye watoto maalum ambao lengo kuendeleza michezo Tanzania, kwamba unajua kama timu yetu ya Arusha Tennis ilienda Morocco ikafanya vizuri katika Afrika ni namba 2, kwamba tukaona ni bora zaidi kuja kutengeneza sasa watoto hawa ambao waje sasa kuwasaidia. Target yetu kwa sababu tuna target kwenda Paralympic 2028. Hilo ndio target yetu kubwa sana, kuwekeza kwa watoto ambao Arusha Tennis. Tanzania have been in the game for a long time. And, you know, for the first time I can say we're proud to see the women's team winning a medal. Kwa upande wa wachezaji na makocha walioshiriki programu hiyo, wameeleza umuhimu wake huku wakionyesha kufurahia mchezo huo ambao utakuwa na fursa kwao. Nimejifunza na ninaelewa tennis na mipira na usafiri kutoka shule au manyumbani kuja hapa na rudi ya kuchezea. Nilikuwa naomba angalau hapo tusaidiwe vifaa ili tuweze kushiriki michezo mbalimbali. No, vifaa vikiwepo kwa usahihi inaweza kuwa nzuri zaidi. Hii ni fursa kwetu makocha kwa ajili ya kujifunza kuishi. Kwa hiyo kuna mbinu tofauti amekuja nazo ambazo tunashare na wachezaji wetu, watoto wetu wamepata nafasi vile ya kujifunza, wamepata nafasi ya kupata motivation. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Na taarifa hiyo ya michezo inatukamilishia taarifa habari za
kitaifa na zile za michezo. Na sasa muda mfupi ujao tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia iliyojili katika upande wa magazeti.